wake wa 26. Wao tufungue pale. Anawaelezea wana wa Isakari ambao wao walikuwa na uwezo wa kuyatambua majira, na ule uwezo wao, hekima waliokuwa nayo juu ya majira ya kimungu, kuweza kuelewa majira ya kimungu, ndio kitu ambacho kiliwapa nguvu ya kuwatawala ndugu zao wote. Na hii ipo kwenye kila eneo la maisha yako, yaani hata kama ni kwenye huduma, hata kama ni kwenye biashara au kwenye chochote. Kwa mfano, mtu ambaye Mungu amekuita kwenye huduma fulani, lazima uwe na uwezo wa kuyatambua majira ya Mungu, kwamba kwenye utumishi kuna kipindi ambacho Mungu anakupa wito, yani Mungu anakuita, lakini kipo pia kipindi ambacho Mungu anakuandaa, na kipo kipindi ambacho Mungu anakutuma. Uwezo wako wa kutambua majira tofauti kati ya majira ya kuitwa na majira ya kutumwa ndio kitu ambacho kitaamua uwe na matokeo pasina pressure. Lakini usipoelewa majira ya kuitwa kwako ukachanganya na majira ya kutumwa, inawezekana ukatoka kabla ya wakati. Inawezekana ukawa exposed before your time, na kitu chochote ambacho kinafanyika nje ya wakati wake hakina matokeo kwa anayekifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na zaidi ya yote kinaweza kikamletea madhara, side effects, kama kitafanyika nje ya majira yake. Chochote ni chema kama kikifanyika kwenye majira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata huduma ina matokeo. Kama mtu akiweza kuelewa vipindi vitatu vya huduma au majira matatu ya huduma, ambapo kuna majira ya kuitwa, mtu unapokea wito au mtu unajua jambo ambalo Mungu amekuumba ulifanya duniani. Hiko kipindi ni tofauti kabisa na kipindi cha mtu kuandaliwa kwa ajili ya kwenda kulifanya kusudi hilo ambalo ameshaitiwa kulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu na kipindi cha tatu ni kipindi cha kutumwa kwenda sasa kuliishi au kulidemonstrate lile kusudi. Kipindi hichi cha kuitwa kinaweza kisiwe na madhihirisho ya kimungu, kwa sababu huwezi ukawa na madhihirisho ya kimungu. Kuwa na madhihirisho ya kimungu, it means ni Mungu amekuamini, akaruhusu utendaji kazi wake uambatane na wewe, akaruhusu uwepo wake uambatane na wewe. Na hii hadi ya kuamini ndio maana inahitaji kipindi cha maandalizi. Hapa kwenye kipindi cha maandalizi ndio Mungu huwa anamuandaa mtumishi kwa ajili ya kuja kumwamini, kumpa madhihirisho. Anakutuma kwa sababu amesha kuthibitisha na akakupa kitu ambacho unaweza kwenda kukionyesha kwenye ulimwengu. Ndio maana Mungu anapokuja, mfano wa kwanza kabisa Bwana Yesu, kuanzia akiwa mdogo, kabla tu hajazaliwa, mama yake hajabeba ujauzito, tayari kusudi lake lilisha tabiriwa, tayari kusudi lake lilishasemwa na malaika. Kwa hiyo inawezekana, jaribu kuimagine, wakati mama yake anamzaa Yesu, alimwambia direct kwamba mwanangu, wewe upo kwa ajili ya kufanya 1, 2, 3 na uje uwaokoe watu kutoka kwenye dhambi zao. Yesu anakuwa akiwa anajua yeye ni nani, yupo kufanya nini kimwili. Sasa tukiachana na kwamba Yesu ni Mungu 100%, alipozaliwa kuwa ni mwanadamu akawa amekaa kwenye malezi ya mama yake, it means mama yake alikuwa anamwambia kabisa. Akiwa na miaka 12, Bible inatuambia alikuwa hekaluni akiwa anawachallenge makuhani wale kwa hekima zake. Mafarisayo wanasikia hekima ya ajabu inatoka kwa mtoto mwenye miaka 12. Lakini licha ya kuwa na hekima ambayo iliwashangaza Wayahudi, hatujaona mahali popote ambapo Yesu alianza kuponya. Hatuoni mahali popote ambapo Yesu alianza kujitambulisha kuwa amekuja duniani kwa mission gani, kwa sababu alikuwa na hekima ya kuyatambua majira. Na Bible inatuambia kabisa yule mtoto akaongezeka katika kimo na hekima, akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa hiyo Yesu alikuwa anakuwa as long as anaongezeka, na kiwango cha hekima kilikuwa kinaongezeka ndani yake. Ndio tunakuja kuona moja ya hekima ambayo alikuwa nayo ni hekima ya kuyatambua majira. Alijua kabisa haya sio majira yangu. Soma kile kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wake wa 40. Bible inasema yule mtoto akakuwa, akaongezeka nguvu, amejaa hekima na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Kwa hiyo as mtoto alivyokuwa anakuwa, na kiwango cha hekima kilikuwa kinaongezeka. Na moja ya hekima ambayo Mungu akikupa itakusaidia ni hekima ya kuyatambua majira. Ni majira gani uongee, ni majira gani unyamaze, ni majira gani ufanye, ni majira gani usifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu kila jambo limefanywa jema kwa wakati wake. Ndio maana unaona Bwana Yesu anajua kusudi lake mapema akiwa mdogo,
lakini haanzi kulifanya. Anakaa miaka 30 ya maandalizi, alafu kwenye mwaka wa 30 ndo anatokeza, anaanza kulifanya kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona tena Musa anakaa jangwani, anachunga mifugo ya mkwe wake Yethro kwa miaka 40 huko jangwani kule. Bwana asifiwe sana. Anaandaliwa, alafu ndo anakuja anatumwa. Na hapa ndo unaona kitu cha ajabu. Before Mungu hajamtuma Musa, cha kwanza Mungu anajifunua kwa Musa. Unajifunza nini? Kabla Mungu hajakutuma, lazima uwe unamjua ni Mungu gani ambaye anakutuma, ni Mungu gani ambaye unamtumikia. So kwenye kipindi cha maandalizi ndio kipindi ambacho Mungu huwa anamtokea mtumishi wake. Mungu anamtokea mtumishi wake. Kwa hiyo Mungu anaweza akakutokea lakini asikutume. Yaani ukawa hujatumwa, akawa anakuandaa, akakutokea. Zile encounters zinazidi kuwekeza. Mungu hawezi akakutokea alafu asikutume. Yaani Mungu akikutokea, encounters kinachofuatia ni manifestation. Yaani anytime encounter inatokea, kinachofuatia ni madhihirisho. Kwa hiyo Mungu akiwa anakuandaa, hawezi akakutuma kama umjui. Kipindi cha kumjua Mungu sana ni kipindi cha maandalizi. Kwa hiyo kuna majira ya wewe kuambiwa umebeba nini, majira ya wito wako, alafu kuna majira ya kuandaliwa. Hapa kwenye kuandaliwa umjue Mungu, ili anapokutuma kwenda kuifanya ile kazi, unajua umetumwa na nani, kwa kina nani. Ndio maana wanatofautiana watumishi na watumishi. Kuna mtumishi ana nidhamu, maisha yake yamejaa nidhamu, anamheshimu Mungu. Yaani utumishi wake hadharani na sirini anamheshimu Mungu. Kwa sababu gani? Anamjua aliyemtuma. Lakini mtu ambaye just umesikia wito ni kweli ni wa kimungu, lakini ukaamua kuingia shambani, hajakuandaa, hajakutana na wewe, huwezi ukashangaa kwa huyo mtu kuona haogopi kuishi maisha ya zinaa sirini ambako watu wamuoni, kwa sababu hajawahi kukaa sirini akaandaliwa akamjua Mungu akiwa peke yake. Daudi anaenda anakuta Israeli wote wanamuogopa Goliath. Alafu huyu Daudi ametokea jangwani, nyikani, alipokuwa anachunga kondoo, ambapo Mungu kule alikuwa na process ya kumwandaa huyo Daudi. Daudi kuna kauli zake zinaonyesha kwamba alikuwa ni mtu ambaye anaandaliwa. Kauli ya kwanza anasema Mungu aliwahi kumsaidia akamtoa mwanakondoo kwenye kinywa cha simba. Mungu aliweza kumsaidia akaua dubu. Kwamba huku alipokuwa nyikani kipindi chake cha matengenezo, kuna encounters ambazo zilikuwa zinamfunua Mungu. So Daudi anapotokeza pale ni tofauti na Israeli wote, kwa sababu yeye ameandaliwa. Ni tofauti hadi na Sauli. Sauli yeye alichaguliwa tu akaingia direct kwenye utumishi. Lakini Daudi yeye anaandaliwa. Anapotokea Israeli wote wameogopa, anapotokea hadi mfalme ameogopa kumfuata Goliath, yeye anatokea alafu anasema Mungu aliyenisaidia kumuua simba na dubu anaweza kunisaidia nikamuua huyu Mfilisti. Alafu anamwambia Mfilisti, wewe unanijia kwa fumo na mkuki, ila mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Jiulize, Daudi aliwahi kujua wapi jina la Bwana wa majeshi linaweza likamuua mtu? So hivi vyote alivijua alipokuwa kwenye kipindi cha maandalizi. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine, Bwana Yesu anatokeza tu hivi, alafu anasimama kwa mara ya kwanza, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa kuwa amenipaka mafuta ni wahubiri maskini habari njema, waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Jiulize, alijua wapi kwamba ule uwezo uko ndani yake? It means kwenye kipindi cha maandalizi aliwahi kuona. One day nikawa nawafundisha watu, nikawaambia kuna tofauti kati ya kufahamu na kujua. Mtu anayefahamu, kufahamu kunatokana na maarifa mtu anayoyapokea, au habari ndio hayo maarifa mtu anayoyapokea. Kitu mtu anachokisikia, anachokisoma kinampa kufahamu. Ila kujua kuna husianisha natafuta Kiswahili kinachokaa hapa. Kuna husianisha experience. Yaani lazima uwe na uzoefu fulani. Uwe na uzoefu fulani kwenye hilo jambo, uzoefu wa uhalisia kwenye hilo jambo, ndio kunakupa mtu kujua. So unapoweza kukuta mtu anasema najua Mungu anaponya, ni tofauti na mtu anayesema tu Mungu anaponya, nafahamu, nimewahi kusikia Mungu akiponya. Lakini kuna mtu anajua, maybe amewahi kuponywa, au mtu amewahi kushuhudia uponyaji.
Huyo anajua, ana experience. Bwana Yesu asifiwe sana. So Bwana Yesu anaposimama anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa kuwa amenipaka mafuta kwa ubiri maskini habari njema, waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa sababu aliwahi kuona kwenye kipindi cha maandalizi Mungu akijifunua kwa namna hiyo. Kwa hiyo ni kipindi ambacho Mungu atajifunua kwako umjue. Ni ngumu sana kuwa na utumishi wenye matokeo kama umjui Mungu. Na ni ngumu sana kuwa na nidhamu kwenye utumishi kama umjui Mungu. Mtu anayemjua Mungu anajua hata anapokuwa peke yake hakuna mtu anayemuona, lakini Mungu anamuona. So hata akiwa peke yake hawezi akagusa dhambi kwa sababu Mungu anamuona. Lakini ambaye hajawahi kukutana na Mungu akawa na experience binafsi na Mungu, hajui sirini kwake kuwa kama Mungu anadili na sirini kwake. Kwa hiyo hichi ni kipindi cha maandalizi, kuandaliwa. Na Mungu anapokuwa anakuandaa ukishamjua hapa hivi ndio anakutuma ukiwa unamjua. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3, anamtokea Musa kwenye kichaka kinachowaka moto akiteketei, alafu anajitambulisha, anamwambia mimi ni Jehova. Sikiliza, kwenye kila kipindi Mungu huwa anajifunua kwa namna ya tofauti. Kipindi ambacho Mungu amejifunua na wazee wetu kina Moses Kulola ni tofauti na jinsi anavyojifunua kwenye kizazi chetu. Ndio maana ngoja nikuonyeshe kitu. Ukiangalia kwenye kipindi ambacho walikuwa wanahubiri wazee wetu, kipindi hicho ukisikika mtumishi unafundisha kwa jina la Yesu habari za mafanikio, wewe umeasi. Lakini kipindi chetu Mungu anavyojifunua ni Mungu ambaye anainua watu kwenye kila eneo, yani kwenye eneo la siasa, kwenye eneo la mafanikio, kwenye eneo la elimu, kwenye eneo la kila kitu, maongozi na nini, Mungu anajifunua. Yaani uamsho wa kipindi chetu unagusa maeneo hayo. Kwa hiyo ni Mungu anayejifunua kwenye hayo maeneo kwa namna tofauti. Ukiangalia ni very different na kile kipindi. Yaani mhubiri wa kipindi kile sasa hivi akija akaona maybe wanavyofanya sasa hivi na Mungu anatembea, anaweza akawa ana doubt kila mtumishi. Lazima uwe na huo uelewa. Na ngoja nikuonyeshe, siongei mambo yangu, ngoja nikuonyeshe kwenye Biblia. Fungua kitabu cha Kutoka sura ya 3 nikuonyeshe. Kwenye kila kizazi Mungu huwa anajitambulisha in a different way. Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Kutoka sura ya 3. Sura ya 3. Wakati Mungu anamtokea Musa alafu anajitambulisha kwake. Nataka nikuonyeshe. Tuanzie mstari wa 6. Au nianze tu wa kwanza. Anasema basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midian, akaongoza kundi nyuma ya jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka atazame, Mungu akamwita kutoka katika kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie mahali hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako. Sikiliza, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hapo Mungu anasema ameaona mateso ya Israeli. Alafu mstari wa 11, Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii, utakapokuwa umekwisha kuwatoa watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli nitawaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Nao akaniuliza, jina lake ni nani? Niwaambie ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwaambie ni nani? Kwa hiyo Mungu anapokitokea kizazi ni lazima atoe identity fulani. Lazima. Sikiliza, kuna maana anamwambia mstari wa 14. Akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Namna Mungu alivyojitambulisha kwa wana wa Israeli ni tofauti na Mungu anaposema Mungu wa baba yenu
Ibrahim, Mungu alivyojitambulisha kwa Ibrahim. Mungu alijitambulisha kwa Ibrahim kama Jehova. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alipojitambulisha kwa Ibrahim, lakini anakuja kujitambulisha kwa Israeli kama niko, ambaye niko. Kwa maana gani? Israeli walipotoka Misri, wakati wanaelekea Israeli, katikati ya safari yao ilikuwa inawahitaji imani ya kutambua niko yuko pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko yuko pamoja na sisi, yani mwenye akili alikuwa anatambua niko amesema yupo na sisi. Popote ambapo wanafika, Musa atawaambia Mungu aliwahakikishia mtafika nchi ya ahadi. Mungu gani? Niko. Mimi niko. Yaani kila wakati wanatambua mimi niko. Na saini ilikuwa ipi? Mimi niko. Huyu mimi niko anasema mimi nitaenda mbele yenu kama wingu wakati wa mchana, alafu na nguzo ya moto nyuma yenu wakati wa usiku. Yaani yuko, analithibitisha lile jina niko. Ndio maana nakwambia kwenye kila kizazi Mungu lazima ajifunue kwa utambulisho kulingana na majira husika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu ambaye ataweza kuyatambua majira, kwa mfano sasa hivi mtumishi ambaye utaweza kutambua majira, huwezi ukazuia mtumishi wa Mungu kuingia kwenye siasa, kuingia kwenye maongozi, kuweka nguvu kwenye eneo la kufanikiwa, maybe kwenye mabiashara na manini. Huwezi ukamzuia, kama ni mchungaji ukamzuia labda mshirika wako. Kwa sababu gani? Ni majira ambayo Mungu anataka kudominate kila eneo, kudominate kila eneo. Ndio maana nikakufundisha nikwambia ni hekima, it needs wisdom. Ni hekima ya kuyatambua majira, kwamba language ya Mungu kwa wakati huu inaongea nini. Ndio anasema wana wa Isakari walikuwa na uwezo wa kuyatambua majira. Kwa hiyo ule uwezo wao kutambua majira ukafanya wakawatawala ndugu zao Israeli. So mtu ambaye utakuwa powerful kwenye kizazi hiki ni kuweza kuyatambua majira ya Mungu kwenye kizazi hiki yamelenga eneo gani. Ukitaka kuwa powerful kwenye huduma yako, lazima ujue haya majira ambayo nipo kwenye huduma, je, ni majira ya maandalizi au nimeshatumwa? Ila nakwambia ukweli, Mungu hawezi kumtuma mtu kwa imani. Yaani itoke from nowhere, mimi naamini nimetumwa. No, huwezi kwenda dukani, mimi nimekutuma dukani alafu sijakupa pesa. Inawezekana basi muuza duka mimi nafahamiana naye, sijakupa kitu ambacho ukifika pale kitakuwa kodi ya kuelewana naye mpaka upate huduma. Kwa hiyo Mungu akitaka kukutuma kwenye utumishi, lazima kwanza akutane na wewe, first of all ajitambulishe kwako. Halafu baada ya hapo akudirect, kwa sababu kwenye utumishi hatufanyi kila kitu. Kuwa wewe mtumishi haimaanishi utafanya kila kitu. So Mungu anapokuja kujifunua kwako, akiwa anakutuma kwenye shamba lako. Anakutuma na aina ya bidhaa ya kwenda kuilima kwenye shamba lako. Bwana Yesu asifiwe, na anakudirect aina ya watu ambao watakuelewa. Ndio maana kuna watumishi ukiwaangalia, yeye ni mtumishi wa vijana. Kwa mfano mimi mchungaji wangu yeye washirika wake wengi ni vijana. Ni vijana kwa sababu yeye ni mtu ambaye amewekwa kwenye eneo la kuzalisha watu. Yeye anatengeneza watu. Bishop Israel yeye anatengeneza watu. Kwa hiyo ni eneo lake yeye. Alikutana na Mungu akamtuma hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anaona matokeo na yeye anakijua na anakifanya kwa passion. Huwa anakusanya vijana siku ya Jumanne na Alhamisi, anakaa nao, anawapiga shule ya huduma, anatupiga shule ya huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya Jumanne na Alhamisi ni askofu, kumbuka, wa makanisa yote ya Gilgal. Lakini anaacha majukumu yake, anakaa chini, anawafundisha vijana. Kwa sababu gani? Ndio eneo ambalo yeye amewekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili unalijua, Mungu anapoenda kukutuma, Mungu anaweza akakutuma kwa kuja yeye physically, au anaweza akatumia mtumishi wake. Lakini kutumwa, huwa majira ya kutumwa hayaji kimya kimya. Ni kama wito hauji kimya kimya. Utajua tu mimi ni ile eneo. Either inaweza ikaja kwa kuwa na passion ya hilo jambo, au Mungu anaweza akasema na wewe, au anaweza akasema na mtumishi akakwambia. Lakini haiji kimya kimya. Ukishajua season inayofuatia ni season ya maandalizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So, mfano Yohana Mbatizaji
aliongea jambo nje ya majira yake likapelekea mauti yake. Yaani alikosa hekima ya kuliongea lile jambo, akaliongea kabla ya wakati wake tu, akaliongea maybe aliongea mbele ya watu wa heshima ambao hawakutakiwa kuliongea. Mambo ya yule mtu yakasikika kwamba anatoka na mke wa ndugu yake, ndio kilichomponza. So utakapojua hekima ya majira, unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu, ukafika sehemu ukasikia maybe scandals kukuhusu wewe, kitu ambacho hujafanya. In fact scandals zinaweza zikawa ni lugha ya Mungu kukucorrect sehemu. Unaposikia kitu kikakuumiza, maybe watu wamekusema vibaya. Leo nilikuwa nimetype sehemu nikawaambia watu, kabla hujaattack wanaokusema, kabla hujadili na yale maumivu unayoyasikia, cha kwanza tafuta tatizo lilofanya watu wakaongelea hivyo. Kwa sababu inawezekana muda mwingine sio kwamba kusema watu wa kanisani wako wicked, watu wa kanisani ni watu wa ajabu sana, hawaogopi kumsema ndugu yao. Kumbe ni Mungu anazungumza na wewe kwenye hilo eneo. Kwa hiyo before hujaataki ukawahi kujitetea, ukawahi kutoka, elewa kwanza lugha ya Mungu inayoongea hapo, hekima ya Mungu. Maybe ni majira yako ya kurekebishwa, maybe ni majira yako hata ya kuinuliwa na Mungu, lakini kinachokuzuia ni hicho ambacho unakisikia. So unaposikia scandals, unaposikia taarifa mbaya, kama zinakuhusu, rekebisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ila kama hazikuhusu, you can move on, you can go forward, unaweza ukaendelea. Lakini unapokuwa ni mtumishi ukayajua, una hekima ya majira, utajua, je, haya majira yangu ni majira ya kujibu au ya kukaa kimya? Ni majira ya mimi kuongea au ni majira ya mimi kunyamaza? Bwana Yesu asifiwe. Ndio mimi huwa namwangalia mtumishi mmoja mkubwa Tanzania hapa, anaitwa Boniface Mamposa Bulldozer. Ni miongoni mwa watumishi ambao wanasemwa sana Tanzania, lakini ni miongoni mwa watumishi ambao hawajibu chochote Tanzania. That's wisdom. Ile ni hekima. Sio majira yake. Inawezekana neno lake moja akalijibu likaharibu ministry yake, likaharibu, lakini hekima itamchagulia kwa haya majira, kaa kimya, usiongee chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hekima ya kuyajua majira itakusaidia pia kama ni mtumishi, maybe ndo unainuka. Wewe upo kwenye majira ya kuandaliwa, lakini kuna mwenzako yupo kwenye majira ya kutumwa, hata kama ni kijana mwenzako. Hautokuwa na wivu, hautokuwa na competition, kwa sababu unayaelewa majira ya kimungu. Hautokuwa na haraka, yani hautokuwa na pressure mpaka inafika sehemu ni mtumishi unaomba huduma, unawaambia watu wakualike. Kwa sababu gani? Tatizo ni moja, hujaelewa majira. Sikiliza, majira ya kuandaliwa kwa Daudi kuwa mfalme sio ikulu. Majira wewe kuandaliwa kuwa mhubiri mkubwa sio madhabahuni. Madhabahuni hauendi kuandaliwa pale. Madhabahuni unaenda kudemonstrate ambacho umeandaliwa muda mrefu ukiwa sirini. Mtu mmoja mwenye hekima akasema, madhabahuni hatuombi, madhabahuni tuna demonstrate maombi. Hivyo hivyo wito madhabahuni hauwi ndo unajengwa madhabahuni, ila madhabahuni una demonstrate ambacho muda mrefu Mungu anakifanyia kazi sirini. Kwa hiyo mimi na uhakika muda mwingi Mungu akiwa anamuandaa mtu atampeleka sirini ambapo hakuna hata watu wa kukusifia. Kipindi cha maandalizi hakuna kelele za mashabiki. Ndo Daudi yuko nyikani anaandaliwa kuwa mfalme, yuko nyikani, uwezi ukadhania. Ndio Yusufu yuko gerezani anaandaliwa kuwa waziri mkuu, uwezi ukadhania. Lakini Mungu anatengeneza moyo wa utumishi akiwa amemweka mtu mbali. Yaani hauwezi ukaandaliwa ukiwa ikulu. Ndio maana nikakwambia kipindi cha maandalizi ya Bwana Yesu hakuanza kuongea na Mafarisayo, kuanza kuweka alichokuja nacho, new knowledge aliyokuwa nayo, hajaanza kukiweka kile, hajaanza kukiimpact kile. Alikaa kimya, akawa tu anawasikiliza. Yuko kimya kwa sababu alitambua majira. Inawezekana kwa udogo wake ule angeongea, huduma ingekatwa mapema sana. Lakini hekima ikamfanya akae kimya mpaka majira yake yalipofika. Na majira yakifika, matokeo huwa yanaongea. Sure, I'm telling you, matokeo yanaongea. So ukiwa na hekima ya kuelewa majira, unajisaidia wewe mwenyewe kuweza kufikia hatima yako with no pressure, with no compromise. Yani hautokuwa na kona za siri ili upande juu, kwa sababu unajua ni kipindi cha kuinuliwa, kipindi cha kuambiwa inuka uangaze hakijafika. Hivyo vyote ni vipindi. Nuru yako imekujia, it means ni mtu aliyokuwa anasubiri nuru.
Kwa hiyo kuna kipindi cha kusubiria nuru na kuna kipindi cha nuru kuja uambiwe inuka uangaze. Ukiwa na ufahamu wa kuyatambua majira hivi, huwezi kukompiti na mtu. Sure, hata ukimwona mwenzako ameinuliwa, Mungu anampeleka mbali, hautokompiti. Kwani mchungaji wangu anioni? Kwa nini mchungaji wangu anipange kwenye praise? Kila siku anampanga sister fulani, kila siku anampanga brother fulani. Kwani mimi anioni? Kwani mimi sina kitu? Sikiliza, kuna majira wewe kuandaliwa. Maybe hicho kiburi kinachofanya hadi unapata ujasiri wa kuongea hivyo, ndo Mungu anakuandaa, anakiondoa. Ukiwahi kutoka, unaondoka kabla ya muda wako, na premature exposure haimui mchungaji wako, inakuua wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. So uwezo wa kuyaelewa majira ni kitu cha muhimu sana. Ni kitu cha muhimu sana. Cha muhimu sana kwa sababu ukielewa majira, moja ya kitu kitaonekana ni uvumilivu. Na moja kati ya zawadi Mungu anaweza kukupa kama amekupenda, anatamani mtoto wake ufike mbali, ni uvumilivu. Kwa sababu always mchakato haui mwepesi. Mchakato unaweza ukawa na vitu fulani fulani vikawa vigumu kibinadamu, vikawa vinakuumiza, lakini ndo vinakujenga. Mtume Paulo anawaandikia Warumi, anawaambia mfurahi pia hata katika nyakati ngumu, kwa sababu nyakati ngumu zinawapa saburi, hiyo saburi inawapa imani, inawapa uthabiti wa moyo. Kwa hiyo kuna kitu Mungu anaweza akawa anakitengeneza, lakini uelewe ni majira ya kutengenezwa au ni majira ya kwenda. Wow. Ukisoma kile kitabu cha kwanza kabisa cha Warumi, Paulo anawaambia hivi, Mungu ni shahidi jinsi gani ambavyo nilikuwa nawaonea shauku natamani kuja kwenu, lakini nikazuiliwa ili nikija kwenu niwe na matunda kama kwa hao wengine. So kuna majira Mungu anakukeep uwe down ili utakapokuja juu uwe na result. Uwezo wako wa kuyaelewa majira ndo uwezo utakaokusaidia kuweza kukop na hayo majira ya Mungu, na ukamsaidia Mungu akutengeneze na utoke ukiwa tayari. Na uwezo wa kutoelewa majira unaweza ukakulazimisha ukatoka before your time, ukaingia maybe kwenye bato ambazo sio za muda wake, kwa sababu kila majira yana vita yake. Kwa mfano, kila title unayoiona ya mtumishi, title tu, ina aina ya attack zake za shetani. Yaani namna mtume anavyokuwa attacked na shetani ni tofauti na baza. Namna nabii anavyokuwa attacked na shetani ni tofauti tu na shemasi, ni tofauti. Kwa hiyo kama sio majira ya wewe kutambulishwa ulimwenguni kuwa maybe nabii, alafu ukaanza kujiita nabii, ujue umejiingiza kwenye bato kabla ya majira yake. Ndio unashangaa mtu anakuwa kipofu, ndio unashangaa mtu anakufa mapema, ndio unashangaa mtu anaugua ghafla. Kwa nini? Ameingia kwenye vita ambayo hakuweza kutambua tu majira. Ukisoma kitabu cha Warumi mwanzo tu, Paulo anasema anahubiri injili ya Yesu Kristo ambaye Mungu alimdhihirisha. Pointi ni hiyo, anasema Mungu alimdhihirisha kwa jinsi ya Roho ya utakatifu. So Mungu alimdhihirisha, kwa hiyo Mungu ana majira ya kumdhihirisha. Mungu akamweka miaka 30. Alipofika mwaka 30 akamdhihirisha. So uwezo wako wa kuyaelewa majira ni dawa ya hatima yako. Uwezo wa kuyaelewa majira ni hatima, ni dawa ya hatima yako. Na uwezo wa kutokuyaelewa majira, kushindwa kuyaelewa majira, ni sumu ya hatima yako. Kwa sababu kuna vitu upaswa kuvifanya kwenye majira fulani. Kuna vitu unapaswa kuvifanya tu kwenye majira fulani. Kwa mfano, kuna majira ni ya kwako ya kuweka maarifa, kuweka maombi, na kuna majira ya wewe kutoa. So utakapotoa kabla ya majira yako, utakaukiwa tu. Utatoka. Mtumishi ni kama gari. Unapotoa pia gari linatoa mwendo, linatoa urahisi wa kusafirisha watu, lakini linahitaji kwenda garage, linahitaji pia kwenda fuel station likaongezewe mafuta. Hivyo hivyo kwa mtumishi. Kwa hiyo unajua kuna majira ya mimi kwenda sheli na kuna majira ya mimi kwenda barabarani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akusaidie, akupe uwezo wa kuyaelewa majira. Mungu akupe hekima ya kuyaelewa majira. Usiwe mtu ambaye unaenda tu, usiwe mtu tu ambaye unafanya tu. Listen. Na kuna vitu viko programmed kwenye ulimwengu wa kiroho according to seasons. Kikipita kimepita. Kwa hiyo Mungu akupa hekima ya kujua majira, utakuwa na uwezo wa kualign kwenye wills of God.
utakuwa na uwezo wa kukaa kwenye mapenzi ya Mungu, kwa sababu mapenzi ya Mungu yameambatanishwa na majira fulani. Kwa hiyo kuna mapenzi ya Mungu ni wewe uinuliwe, lakini sio uinuliwe 2026. Maybe 2026 ni kipindi cha wewe kuomba sana, ni kipindi cha wewe kujifunza sana, ili 2027 uinuliwe. Sasa utakaposhindwa kuyaelewa majira ya Mungu, 2026 hautoomba sana, hautojifunza sana. Ikifika 2027 Mungu anasema ninayo mengi ya kukupa mwanangu, lakini uwezo wa kuyastahimili hauna bado. Nini ambacho kimekufanya usiwe na uwezo wa kuyastahimili? Haukuelewa majira ya kujiandaa. Maybe wewe ndo ulikuwa uko busy kutafuta opportunity za wewe kutoka, ulikuwa upo busy kutafuta nafasi za wewe kuonekana. Kumbe kinachotufanya tufanikiwe kwenye kingdom sio connection, sio uwezo wa kuonekana, sio even social media. Kinachotufanikisha kwenye ufalme kwanza ni mapenzi ya Mungu, lakini you can't align na mapenzi ya Mungu. Huwezi kwenda sambamba na mapenzi ya Mungu kama haujaenda kwanza sambamba na majira ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So understanding seasons ni kitu ambacho kitakusaidia kuketch au kukamata mapenzi ya Mungu, na ujue Mungu anatenda kazi sana kwenye mapenzi yake. Mungu anajibu sana maombi yaliyoombwa according to his will. Anasema Yohana waraka kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 14 na 15, anasema twajua ya kuwa tukimwomba sawa sawa na mapenzi yake atusikia. So ukiomba nje ya mapenzi yake, you are just making noise. Bwana Yesu asifiwe sana. So nini kitakachoweza kukusaidia? Na kwa nini unaomba nje ya mapenzi yake? Inawezekana Mungu kakuamsha usiku lakini hajakuamsha uombe, kakuamsha uabudu. Mungu kakuamsha usiku, hajakuamsha uombe, kakuamsha usome neno. Kakuamsha usiku, hajakuamsha uombe, kakuamsha umeditate. Sasa uwezo wa kuelewa haya ni majira ya kumeditate, haya ni majira ya kuomba, haya ni majira ya kuworship, ndio kitu kitakufanya uwe effective kwenye kingdom, kwa sababu kitakupeleka kualign na wills of God. Haleluya, mtu wa Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki. Mimi ombi langu ni hilo moja, na kuombea katika jina la Yesu. Macho ya moyo wako yatiwe nuru ili upate kuelewa mapenzi ya Mungu, uweze kuelewa nyakati za kimungu, uweze kuelewa majira ya kimungu. Masopra kaduska mande le kavaragadosia le masuta katelia. Ninakuombea uwezo wa kuyaelewa majira ya Mungu kwenye maisha yako, uwezo wa kuisikia sauti ya maelekezo ya kimungu kwenye maisha yako. Ninakuombea katika jina la Yesu. Masakata la baruska bragida mande leso valakatia mahados kabida hando liska vragadosia mazehita laboria makasaya mande le kavara nasolia hada husha bila maha. Katika jina la Yesu ninakuombea. Mungu wa mbinguni akakusaidia katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu akutunze, uwe na wakati mwema. Amen. Bwana Yesu asante.